Kwa jina naitwa Leonard Yoram Masika, mhandisi wa ujenzi, halmashauri ya wilaya ya Kisarawe. Katika mwaka wa fedha 25/26, halmashauri imekuwa ikitekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Miradi hiyo inahusisha miundombinu ya elimu, miundombinu ya afya na miundombinu ya utawala. Kwa upande wa miundombinu ya elimu, tumeanza kujenga shule ya msingi Bwama. Shule hii ipo kata ya Kibuta. Shule hii ilipokea kiasi cha shilingi milioni 77 na laki 8. Miundombinu ambayo itakuwa kujengwa katika shule hiyo ilikuwa ni madarasa mapya 3 na ujenzi wa matundu ya vyoo 5. Mpaka sasa mradi huo umetekelezwa, madarasa yameshakamilika 99%. Imebakia kipekee kidogo cha kuweka mifumo ya awamu ya pili, yani wiring. Kwa upande wa matundu ya vyoo, ujenzi huo upo katika hatua za ujenzi wa boma na mradi unaendelea vizuri. Mradi wa pili ni shule ya msingi mpya, shule ya msingi inaitwa Kibuta. Shule hii ipo eneo la shule ya sekondari ya Kibuta na ipo kata ya Kibuta. Shule hii ilipokea jumla shilingi milioni 288 na laki 5, ikiwa ni ujenzi wa madarasa 6, miundombinu ya madarasa ya awali, madarasa 2, madarasa ya mfano haya, lakini pia ilikuwa na jengo la utawala na matundu ya vyoo. Ujenzi wake ulianza mwaka jana mwezi wa 11 na ujenzi mpaka sasa majengo yapo hatua ya umaliziaji. Katika majengo ya matundu ya vyoo pia yapo katika hatua ya umaliziaji. Mradi umeendelea vizuri na ni mradi ambao utaleta manufaa sana kwa wananchi wa kata ya Kibuta, hasa eneo la shule ya sekondari Kibuta. Na ukizingatia mtaala wa elimu wa sasa unataka shule ya msingi iwe karibu na eneo la shule ya sekondari ili kuendana na matakwa ya mwongozo wa elimu, ambapo sasa mwanafunzi anatakiwa aanzie shule ya awali mpaka kidato cha 4. Kwa hiyo miundombinu hii imeenda kutekelezwa na inatekelezwa kikamilifu, hivyo tunaishukuru serikali. Lakini pia mradi mwingine ni ujenzi wa miundombinu ya TRC kata ya Masaki, na hii inajengwa shule ya msingi Masaki. Shule hii ya msingi ilipokea kiasi cha shilingi milioni 47 na mradi ulianza kutekelezwa vizuri na mpaka sasa hivi tupo 95%, ambapo tumeshaweka rangi na matundu ya vyoo yameshawekwa tiles na mradi unaendelea vizuri. Na ni mradi huu chanzo chake ni GPE TSP, ambapo kuna kipindi kidogo tulipata changamoto ya kupata kibali cha TRA, kwa kidogo tulichelewa kuanza, kwa sababu huu miundombinu yake inategemea exemption ya kodi, yani msamaha wa kodi kutoka TRA kwa mujibu wa masharti ya ujenzi wa GPE TSP. Lakini mpaka sasa mradi unaendelea vizuri na tupo katika hatua za ukamilishaji. Pamoja na hayo pia tuna mradi wa shule ya msingi Visegese. Hii ipo kata ya Kazimzumbwi. Huu ni ujenzi wa madarasa 2 na tunatumia mapato ya ndani. Shule ya msingi Visegese kidogo ilikuwa na changamoto ya miundombinu ya madarasa, ilikuwa imeshachakaa, hivyo halmashauri iliona ni vyema ianze kutenga kidogo kidogo fedha kwa ajili ya kuanza ujenzi wa madarasa mapya. Mpaka sasa madarasa yapo katika hatua za umaliziaji baada ya kukamilisha hatua za kuwezeka, na mradi unaendelea vizuri, na hela ambayo ilitengwa kwa awali ilikuwa ni milioni 24 na sasa hivi halmashauri inaendelea kutenga hela kidogo kidogo kwa ajili ya kumalizia madarasa haya. Lakini pia tuna mradi upo shule ya sekondari ya Kisarawe. Pale shule ya sekondari ya Kisarawe wakati tunajenga tulikuwa na miundombinu ya shule mpya wakati inajengwa mwaka 2021 ilijengwa ile shule, lakini kulikuwa na nyumba 2 za watumishi. Katika hizo nyumba wakati zinajengwa hazikumalizika mpaka mwisho, ziliishiwa hatua ya boma. Kwa hiyo halmashauri imeona ni vema kukamilisha boma yale ili kuweka mazingira mazuri kwa walimu, na katika mwaka huu wa fedha ilitenga kiasi cha shilingi milioni 36, ikiwa ni ukamilishaji wa boma moja la shule boma moja katika shule hiyo. Na boma hilo mpaka sasa tayari tumeshamaliza uwezekaji, tumeshapiga plasta, tupo hatua za kuanza kupaka rangi ili kuweza kukamilisha boma hilo, na mafundi wako site na kazi inaendelea vizuri. Pia mradi mwingine ambao halmashauri inautekeleza ni shule ya msingi Mloganzila. Mwaka wa fedha 24/25 tulipokea milioni 61 kwa ajili ya kujenga darasa la mfano la awali katika shule ile ya Mloganzila, shule ya msingi.
Darasa hilo lilijengwa, lakini kutokana na changamoto ya eneo lilikuwa na slope kubwa kidogo, msingi ulichukua material mengi na mradi ule haukukamilika kwa 100%. Uliishia hatua ya kupaka rangi katika level ya skimming. Hivyo ilipigwa skimming na mradi ule haukukamilika, lakini halmashauri mwaka huu wa fedha imeona ni vema mradi ule uendelee kukamilishwa, na mradi sasa hivi hela imeshatengwa, hivyo taratibu za kuanza manunuzi zinaendelea katika mchakato wa mifumo ya NeST. Mradi ule uko vizuri na hauna shida yoyote. Lakini pale pale pia kuna shule ya Mloganzila B. Shule hii ya Mloganzila B ni shule ya msingi ambayo pia nayo ilipokea fedha kiasi cha shilingi milioni 77,800 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa matatu na vyoo matundu 5. Mradi huo nao sasa hivi upo katika hatua za ukamilishaji. Tumeshaweka rangi, tumeshaweka tiles. Hivyo ni hatua tu za mwisho za kufanya finishing ili mradi ukamilike na uanze kutumika. Mradi ule unaendelea vizuri na mpaka sasa hauna changamoto yoyote. Lakini upande wa matundu ya vyoo nayo yapo katika uwekaji wa tiles na yapo katika hatua ya umaliziaji. Hivyo mradi inaendelea vizuri kwa halmashauri ya wilaya hii ya Kisarawe. Lakini pia hapa kwenye kata ya Kisarawe tuna miradi ambayo mingi imetekelezwa. Kuna shule ya msingi Kibasira. Shule ya msingi Kibasira ilipata fedha kwa ajili ya kujenga bwalo la chakula la wanafunzi na sehemu ya kupikia chakula kwa wanafunzi. Shule hiyo ilipokea fedha kiasi cha shilingi milioni 42 ili kujenga bwalo hilo na sehemu ya kuandalia chakula, yani jiko ambayo inatumia nishati mbadala, ambayo nishati ambayo inatumia kuni kidogo. Majiko ya kisasa kabisa yamejengwa katika shule ile, na mpaka sasa ninapozungumza mradi umekamilika kwa 100% na unafanya kazi katika shule ya msingi Kibasira. Pia tukienda shule ya sekondari Chanzige. Shule ya sekondari Chanzige ilipata fedha kwa ajili ya ujenzi ya matundu ya vyoo. Hii ni kwenye mfumo ilikuwa ni fedha kwa ajili ya chanzo cha swash kwa ajili ya kuendelea miundombinu ya kuweka hali ya usafi katika shule ile. Shule ile mpaka sasa hivi mradi huo nao umeshaanza na tunaendelea kujenga, na sasa tupo katika hatua ya ujenzi wa boma kwenye msingi, ambao msingi umeshaanza, wameshatandika mawe, hivyo wanaanza kumwaga zege ili waanze kulinyanyua boma. Na huo mradi unaendelea vizuri, japo changamoto ilikuwa kidogo katika upatikanaji wa mafundi kwenye mfumo. Bei kidogo zilikuwa juu, lakini tunashukuru baada ya kutangaza zaidi ya mara 2 sasa amepatikana fundi kwenye bei ambayo ipo kwenye mwafaka, na sasa ameshaanza kazi na kazi inaendelea vizuri. Lakini pia tuna shule ya sekondari Kimani. Kwenye shule ya sekondari Kimani pale kuna jengo la bwalo. Jengo la bwalo lilianza kujengwa kidogo muda mrefu. Halmashauri imekuwa ikiweka hela kupitia mapato yake ya ndani, na kwa mwaka huu wa fedha mwaka 2025/26 tayari ilishawekwa shilingi milioni 73 kwa ajili ya umaliziaji. Sasa lilianza kujengwa toka mwaka 2023, 22, 23 na 23, 24. Sasa lipo katika hatua za mwisho za umaliziaji. Kwa hiyo fedha iliyotengwa pale tunapiga mahesabu kwamba itakamilisha mradi ule na utakamilika kwa 100%, na hilo bwalo litaanza kutumika haraka iwezekanavyo. Pia halmashauri inaendelea kutekeleza mradi wa kituo cha afya ambao upo kata ya Vikumburu. Katika zahanati ya Vikumburu tuna mpango wa kuiupgrade kwenda kwenye kituo cha afya. Kwa hiyo serikali tunaishukuru ilituletea kiasi cha shilingi milioni 250 kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu mbalimbali katika eneo hilo, ambapo kwanza tulianza na jengo la OPD. Jengo hilo limekamilika kwa 99%, lakini kuna kichomea taka na sehemu ya kuchomea kondo la nyuma liko pale limeshakamilika, na pia kuna ujenzi wa vyoo kwa ajili ya wagonjwa wa nje wanaokuja kutumia eneo hilo, na ujenzi huo nao unaendelea. Sasa hivi upo karibu 85% kwa sababu hapo katika hatua za umaliziaji, wanapaka rangi na kuweka tiles na kuweza kupachika masingi. Mradi huo umekamilika na uko vizuri, ndio tunategemea muda wowote kuanzia sasa mradi unaweza ukaanza kufanya kazi.
sababu miundombinu yake imekamilika. Kwa hiyo kituo ile zahanati ya Vikumburu inaenda kuhuishwa kuwa kituo cha afya. Hivyo huduma zote za kituo cha afya kwa wakazi wa kata ya Vikumburu zitapatikana katika eneo hilo. Lakini pia tuna mradi wa nyumba ya mwalimu shule ya msingi Kitongachole. Shule hii ipo katika kata ya Vikumburu katika kijiji cha Kitongachole. Shule hii ilipokea kiasi cha shilingi milioni 60 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba mpya ya mwalimu. Shule hiyo nayo tumeshaijenga na sasa ipo katika hatua za umaliziaji. Mradi huo sasa mafundi wako pale wanaweka tiles, wanafanya skimming na kuweka blundering. Kwa hiyo mradi huu unaendelea vizuri na sasa tunategemea ndani ya mwezi huu wa 3 mpaka mwanzoni mwa mwezi wa 4 mradi huo uwe umekamilika. Kwa ujumla miradi tunayoitekeleza hapa halmashauri ya Kisarawe inaenda vizuri, isipokuwa tu changamoto kidogo zinapatikana hasa katika upatikanaji wa wazabuni kwenye mifumo ya nesti na mafundi. Lakini pia tukishapata wazabuni, changamoto ambayo nyingine ni ile upande wa kudeliver material katika maeneo mbalimbali ya site. Halmashauri yetu eneo kubwa linalokuwa covered ni barabara hii ya changarawe, ni barabara ya vumbi. Kwa mvua zikinyesha kidogo, changamoto ya usafirishaji barabara zetu zinakuwa changamoto katika kufikisha mahitaji mbalimbali katika maeneo ya ujenzi yani site. Lakini pamoja na hizo changamoto tunaendelea kupambana kwa hali na mali kufika katika maeneo mbalimbali na kuweza kusimamia miradi hii iweze kukamilika kwa viwango na ubora unaotakiwa ili kuweza kuonesha thamani ya fedha ambayo imetolewa na serikali. Lakini pia tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Rais wetu mpendwa mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa anayoifanya na upendeleo wa kipekee ambao wanatupa Kisarawe, maana tuna miradi mingi pamoja na hii niliyoelezea, lakini kuna miradi mingi mingine inaendelea ambayo mingine inategemea kuanza, mingine ipo hatua za mwishoni, mingine imekamilika. Tunapata fedha nyingi sana. Hiyo nimezungumzia kwa upande wa halmashauri. Kuna miradi mingine inaendelea upande wa TARURA, upande wa idara ya RUWASA, idara ya maji. Kwa kweli halmashauri ya Kisarawe kwa sasa inapiga hatua na tunaishukuru sana serikali, tunamshukuru sana mkuu wetu wa mkoa, mkuu wetu wa Haji Abdalla Kunenge, tunamshukuru sana mkuu wetu wa wilaya Mheshimiwa Petro Magoti Tozia, pamoja na viongozi mbalimbali hasa upande wa chama. Wapo tuko pamoja pia na mkurugenzi wetu ambaye anakaimu kwa sasa hivi, kaimu mkurugenzi wetu ndugu Nyaholi Mahumbwe. Tunaenda vizuri na miradi inaenda vizuri, tunaisimamia vizuri. Hakuna changamoto ambayo ipo nje ya uwezo wetu. Nashukuru sana na asanteni sana.